Hello. This is Habelabi. Welcome to my YouTube channel. Manze nimefurahi. Today I'm at 60. Hiyo jealous ni mrefu kuanzia moja. Yeah, imekuwa challenging kupata subscribers, but at least I can say I'm somewhere. 60 is a very good number. From 0 to 60. There's a time I was like saying, oh, I'm at 6, I'm at 7. Imagine 60 people. Unajua kupata kura siku hizi venye inakuwa ngumu. So getting 60 guys listening to you and listening to what you're trying to tell them, it's a very, very noble thing. And I say thank you very much from the bottom of my heart. Na nimefurahi sana, by the way. It's a good thing. So yeah, mimi nimefurahi, and I hope you guys you'll continue tuning into my channel. Kuna new things, brand new things zenye nataka kuanza. So today nataka kuambia a very short story. I have time, so let me give you that short story. I hope you learn something from it, because most of the people don't actually understand this social media. It's called what? Parody, something like that. Hizi accounts zingine fake zinakujanga mtu na una text mtu kitu kama hiyo from parody kind of accounts zile za Facebook and maybe Twitter. So hapa kuna jamaa fulani alikuwa let's say it's a man around 35 years. Jamaa amepata simu mpya. Unajua venye mtu akipata simu mpya, venye mtu amefurahi, you are very happy, you have a new phone. Now umeambia mambo na social media, maybe Facebook, Instagram. So you are there, unajaribu mambo na kunini na the world, you want to interact with the world. And then you are like, okay, yeah. Mtu jazika. Even me, the first day kuingia manze Facebook, manze nilikuwa na interact na karibu kila mtu. Acha ni Univera Sindika. Nameless. In 2009, hiyo maneno ilikuwa poa sana, because ilikuwa zile za nimepata accept. And because even right now niko na ukiingia kwa nini yangu Facebook account yangu inakuwa Habelabi Megwe Karaoke ama Megwe Ndegwa. Right now I think ni Megwe Ndegwa. So if you go there, utaona nafuata kina Nameless. Hata kuna I think mimi na will brother tunakuwa nini. So ilikuwa that Steve. So what hako wamejua mambo na hizo parody. So there's this guy walikuwa text na mwingine mrembo sana. Sasa nimekwambia this guy ilikuwa around hapo 2013 2014. I think that's the year. So this guy amepata phone, ame request a very, very beautiful. Yani de mwingine hata ukimwona pia huwezi mwangalia mara mbili. Huyo dem alikuwa kitu. So yes, amemtext. Wameambiana ni aje? Tupatane. Now this guy, hiyo interaction ilikuwa imechukua span kubwa sana. So this guy alikuwa amesema at least sana nakupata nao super. Sasa ni buy zile maburungo kiasi. Tunajua tukienda huko vile tumekuwa tukiongea hiyo chat, because it was so heated up, alikuwa jua lazima moto itawaka. So yeye alikuwa ameshasema ni aje, today is my lucky day. So the guy katokea kaenda kupanda gari. He was living in Kakamega, if I'm not wrong, and he was going to Busia. So the guy akaenda akalipa fare, akaenda all the way to Busia. Na ajui wapi anaenda. So anapigia mtu simu. The guy was responding like a chick, because it's a chick. Nimesharibia. Nimesema the guy. Kwa hivyo nimeshajua what is happening. So it was a guy who was masquerading as a woman. So huyu jamaa akitext mtu anadhani anaongea na dem. Kumbe ni jamaa. Na the jamaa kuna hata kuna majamaa wengine wanaongea kama dem. Mtu akona ka soprano. So this guy akisikia kwa phone anasikia hii sauti ndio walikuwa wamesha exchange contacts. Hii sauti yenye nasikia na direct hizo directions, jamaa this character must be a female. So alikuwa ameshajua anapata nani. So I think kuna watu wanaongeanga hivyo, hata wengine unapata kimse kimeunga.
nitakuchapa. You understand those kind of people. Sasa kuna wengine walikuwa na nini, hata those comedians wenyewe wanakuwa na comedy, mtu anakuja na ana nini, unapata msawa nini, unapata kama sika katika beunga kana kuja. Wewe unataka kuinua? Unafanya naka? Hiyo vile unaongeanga. So lakini si wote. Nyaswaji sijaongea mbaya. Msinipate pale nje mnifanye ile kitu. Tulieni tu hapo. So jamaa amedadi Busia, ameanza kutafuta place, anapata directions. Na by then anapata directions vizuri sana. So the guy akafika. But shock on him. Alienda kupata naye ni jamaa. So jamaa kama manager ingia, ndio ametoka tu nje tu saa hii, akikuja tutajua ni aje. So huyu jamaa I think alikuwa kwao ni zile nyumba zenye kwa gate, kuna gate, sema hii ni gate kama hii. Ukiingia gate kuna tu nyumba hivi tu familia yao. Na kuna yake ilikuwa hapo katikati, so kila mtu wa familia yako hapo. Wewe umeingia hapo umeugoje. Wewe kama wewe ni mjanja, ukiona mwanaume, the first thing ungefanya ni unarudi kwenyu. But this guy, ndio ameambiwa msichana anajua kwa nini. You know, you're not supposed to trust people hivyo. So this guy akasema ni aje, okay, acha mtauje ni mgoje hapa. Kumbe huyu jamaa ndio amekula dem. Huyu jamaa mmoja amwambia tulia hapa. So this guy aliambiwa ni aje. I think it was in the news. Huyu jamaa aliambiwa ni aje. Jamaa, you have two options. One, nitakusodomize. Ama two, ni wike mwizi, unaona hapa ni huku ni kwetu. Kwa hivyo wewe si wa hapa. Unaelewa? Wewe si wa hapa. Kwa hivyo ukipatikana hapa, wewe ile kuchomota chomo hapa. So either ukubali mali venye mimi nataka, ama nikuitania tu sahi hapa pikipiki hata si pesa iko mbali. Hapo bodaboda zimejaa kunibusia bwana. Na mafuta kupata hapa hizi petrol station zote. Utachoma hapo ushangae. So the guy akafungwa mkono, akafungwa miguu. The worst happened. But that's the worst thing that can ever happen to a man. So this guy, vitu zikaendelea hivyo. Until usiku ndo akaambia wewe msee, enda rudi kwenyu. Na akaachiliwa, akafunguliwa mkono. Family members knew about this thing. Ujamaa akaenda police station akareport. I think haikufuatiliwa sana. So this guy akienda kuketi chini akaendelea kufikiria life yake venye imeenda. Haku understand vile kumeenda. Yeye alikomeenda yake toka home, alikomeenda kupata nani? Dem. Lakini penye alipata nani? Ndume. Watu wewe kama ni wewe unafanya nini? So this guy got depressed. He got depressed. Kidogo ujamaa alijiua, because I think that's the worst thing that can ever happen to a man. So what usually niko natakwambia manze, mwenye una interact naye Facebook kama mwenye mna interact naye Instagram ama nini, defiki hiyo part kwa kujua ni nani, because you may end up like that guy. Hakuwa ameplan iende hivyo venye ilikomeenda, but alikuja akapata ni aje. It is what it is. Hivyo ndio inakuanga. So guys, anyway, thank you for subscribing to my YouTube channel. This is your boy Habel Labi. Kama uja subscribe manze, hit hapo subscription. Na kama umesubscribe, I'll continue giving you some content. Hii nataka mimi naanzia vitu zingine mpya. Hata kama ni interview, kama you want me to interact with you kwa hiyo job yako, ndio at least watu wajue mambo na job yako kenye unafanyanga, you can contact me. My number is 0713736993. You can get me via those number, or you can text me via the Habi Miguki or Miguindegwa, Miguindegwa not Karaoke. Inbox, you can inbox me. Maybe I may come and then we do a little skit. Ni business yako, ni empire business yako. Yeah. Na kama kuna kitu nataka nikuangalilie, we can do it together. You can check me up on my Facebook account. So tupatane baadaye. So you guys have a lovely evening. Yeah, it's around 4. So have a lovely day, rest of the evening, and may God bless you, and more content coming. Manze, mimi nawapenda wote, na muendelee kuhit the subscription button and tell tu kupata tu content. So adios amigo, peace.